Bana, mbali zaidi safari kutoka Tanzania mpaka kwenda South Africa ilikuwa vipi na namna ambavyo pressure ilikuwa uwanjani kwa dakika zote 90? Waswahili wanasema siku zote chenye mbele lazima kuwa na kisogo. Yaani chenye uso lazima kiwe na kisogo. Safari ilikuwa nzuri sana. Lakini wakati unakwenda safari inaweza kuwa ngumu kwa sababu kuna vitu vingi vinakufikirisha katika kichwa. Maana yake wakati tunakwenda South Africa, dhamira na nia yetu kuona timu yetu na qualify kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Lakini wakati unakwenda na safari una vitu viwili kichwani. Cha kwanza lazima ujipe hope kuona namna ambavyo timu yako inakwenda kufanya vizuri, lakini cha pili lazima ufikirie kwamba ule ni mpira chochote kinachoweza kutokea. Kwa hiyo safari ya kwenda kidogo ugumu wake ndio unaanzia hapa. Lakini safari ya kurudi tofauti na safari ya kwenda, kwa sababu safari ya kurudi unaamini kwamba nilichokifuata sasa nimekipata. Maana yake safari ya kurudi inakuwa nzuri zaidi kuliko ni safari ya kwenda. Na itakuwa rahisi kama matokeo kwa upande wako. Lakini sasa uzuri wa safari ya kwanza wakati tunakwenda, assessment ambayo mimi niliwahi kuifanya kwenye kikosi. Mimi ndo mwanadamu wa kwanza duniani. Hii najisifia kwamba kuna mwanadamu wote anaweza kuja kupinga. Nilisema kwamba Simba anakwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Na bahati mbaya na bahati nzuri nikapia kwa jina la Mwenyezi Mungu. Nikatamka maneno haya, nikasema wallahi wa billahi wa tallahi, Simba anakwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Nilikuwa sikuwahi kusema, lakini leo nitasema. Iko mitihani mikubwa nilipata kwenye simu, baadhi ya maustazi walinipigia simu kuniambia kwamba ulichofanya sio sawa sawa. Lakini niliwaambia kosa langu nini? Niliwaambia kwa sababu nimefanya kwa mambo mawili. Mungu anasema khairi minallah, shari minallah. Mambo yote mawili yanakuwa ya kwake. Na ndio maana mimi nilifika mahala katika kuapa. Lakini moja katika kuapa, wakati huo mimi naendelea kuapa, nia yangu na dhamira yangu tayari nimeshakabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba mbingu na ardhi. Nyinyi waandishi wa habari kwangu si watu wazuri, nafanya kazi na nyinyi tu. Kwa sababu Jafet na wewe umo kwenye baya lipi sasa? Jafet, wakati mimi na hapa tunaanza Simba mashindano ya bado, baada ya assessment yangu mimi kufanya zile video ambazo tulizifanya mpaka leo mjawaambia wa Tanzania kwamba Kisugu alizungumza toka mapema haya. Mmesema Kisugu alisema. Na leo bahati mbaya, ngoja Jafet, bahati mbaya ingetokea Simba angekosa kutunga finali, zile clip nyingi mngekosa kuzituma sisi tena. Maana sasa Simba katinga finali, mbona mzitumi? Mtu anaweza kwenda kujikatia kale katika. Leo hii yule nani? Klipu zake ndo mnazituma zaidi kuliko klipu zangu za mimi ambazo nimefanya. Ngoja niwaambie football. Sasa hebu tuambie. Jafet, mpira ni mchezo wa wazi. Kwenye football au katika maisha ya mwanadamu kuna kitu wazungu wanasema unafanya assessment. Baada ya timu kuingia, mimi nimejaribu kufanya assessment. Nilivyokuja kugundua uwezo wa Simba Sports, nikajitokeza mbele ya vyombo vya habari. Maana yake mimi nina uwezo mkubwa kuliko baadhi ya wale wachambuzi wale vishata mtaa. Wewe bana, una taaluma gani ya uchambuzi? Chuma cha Mjerumani kimeshasema hapa nyie fluke hapa. Wewe una taaluma gani ya uchambuzi? Tofauti kubwa Simba, mnajua chuma cha Mjerumani na chuma cha Mrufiji mnashindwa kutofautisha. Huwezi ukazungumza mtu ambaye aliyecheza robo finali ya shirikisho ndani yake klabu bingwa mara 6 mfululizo, alafu anakwenda kucheza finali anasema fuke. Wewe mtu wa mpira. Sasa yule mtu wa nini? Jafet, ngoja nikwambie. Wallahi nakuapia. Kuna vitu duniani ukila Mwenyezi Mungu lazima akuondoshe akili. Kama nini? Moja, nenda kafanya assessment nzuri watu walokwenda kwenye ile iftari. Nani yuko sawa sawa mpaka sasa hivi unamuona? Sasa kwenye iftari alialikwa, aliyewaalika wenziwe. Tafuta sahani moja amekaa sehemu anakula, mimi nikupe ofa. Lete clip yake. Sahani moja anakula na nani sasa? Umeniacha yeye mwenyewe. Si unaalika watu kwenye chakula wale ule. Kwa maana ya rais wa klabu ya Yanga. Kala. Lete clip. Kumbe hakula. Kwa chakula kiliwekewa nini? Hapo unacheka tena. Tuambie. Leo hii Watanzania jamii imeshajua kwamba Kisugu ni mtu wa namna gani. Na nawaambia wana Simba wasiwe na hofu. Tunakwenda kuchukua ndoo hii. Lakini Jafet, mpira wa nchi unaharibika. Mpira wa nchi unaharibiwa na kina Ambukile. Hawataki kuzungumza ukweli. Kwanza yule Ambukile katoka wapi kwenye mpira nchi? Kwenye mpira wa miguu. Ambukile kwenye mpira akushiriki hata dabi 4 kwenye nchi.
Mimi nionyeshe clip, nyusu waandishi, nionyesheni clip ya miaka 3 iliyopita Ambukile yuko kwenye mpira kwenye nchi uwanja wa Taifa. Lakini nyie Ambukile mnamtambua kama nani? Mchambuzi au mwandishi? Mganga njaa. Kwa kote hayuko. Yule mimi namuita mganga njaa. Kwa nini? Leo kama unatoka Mbeya unakuja kutengeneza daraja kwamba Simba ndio ile moja ya maisha yako, mpira ile moja ya maisha yako, lazima ubabaike. Nyinyi waandishi wa habari, leteni klipu ya miaka 2 au 3 nyuma. Yule bwana yuko katika uwanja wa Benjamin Mkapa au uwanja Uhuru, klipu hiyo leteni. Naona ni mvamizi kwenye mpira. Shida yule hana shida ni nyinyi mmepeleka maiki kwake, na ndio maana nyinyi yule wachezaji wa Simba naita takataka, nyinyi mnampelekea tu maiki. Waache kumpelekea maiki, anayo, anafanya kazi kwenye kituo kikubwa cha habari. Atashindwa kuyasema kama anataka. Kwanza tunataka kuambia TCRA wafanye assessment, vyeti anavyo. Umefikia huko kaka? Na wanalisikia TCRA, kuna utaratibu, waandishi wa habari ni taaluma. Haiwezekani kila mtu tu akae kwenye chombo cha habari au mwana habari wanaongea tu. Wewe unataka ujue kwenda kuita watu takataka. Wewe unataka uone vyeti vyake. Simba ni taasisi. Na nawaambia tutatoa majibu ya taasisi ya Simba juu ya matusi aliyotoa Ambukile tu juu ya wachezaji wetu. Tutatoa majibu. Mbona mapema kaka? Ni kwa sababu ya finali au kuna kwa sababu tuna mambo mengi. Tuna vitu vingi mbele yetu. Tunahitaji kwenda kutimiliza maneno aliyezungumza Rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania almarhum John Joseph Pombe Magufuli. Na niwaambie wana Simba, hususan wana Simba wa Chato, waende wakazuru kaburi la mzee yule John Pombe Joseph Magufuli. Waende wakafajie kwenye kaburi la mzee yule. Waende wakapige magoti katika kaburi la mzee. Wamwambie mzee, salamu ulizotuachia, maagizo ulizotuachia, tumebakia sarusi kwenda kuyatimiliza. Jafet, this is Simba brother. Na mimi naiona this is Simba kwa sababu leo hii finali ya pili, mimi nasema finali ya pili ndio inachezeka katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Finali ya pili. Hakuna finali nyingine, hizo finali nyingine makombe mlishuhudia Taifa. Mlishuhudia? Mnasema kuna timu ilicheza finali, mlishuhudia kombe nyinyi Taifa? Kombe lilienda kule Algeria. Kwa nini lisije hapa? Sisi mechi ilikuwa inaenda kwa sio finali. Ilikuwa nini sasa? Kwa nini 1993 kombe likuja? 2024 kombe aliji? Linakuja. Kwa nini wao kombe alipo? Hivi hilo. Jiulizeni ndio. Wewe unadhani kwa nini alikuja? Kwa nini wewe unadhani kwamba ile kombe halikuja? Unajua lazima niseme. Kabla sija kujibu swali lako nimeingia kichwani, nimemkumbuka sana dadangu hapa. Mama Doris. Okay. Dada nani Demwaya. Aliwahi kunambia hili neno nitalikumbuka katika maisha yangu, sitalisahau. Kwenye kinywa cha jasiri hakuna neno kushindwa. Ulilisema pale baada ya mechi ya Zanzibar. Baada kulibeba lile neno kwenda kulifanyia kazi, leo Simba anakwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Sijui ni waibie siri. Mechi tunayokwenda kucheza na AS Barakane mwaka huu peke yake itakuwa Mwarabu wa 8 kwenda kucheza naye. Wa 4. 4 mara 2 zinakuwa ngapi? 8. Kabla hujajumlisha 2, 8 toa 2 zinabaki ngapi? 6. Tumekutana na Waarabu, naambia Simba kafungwa mechi ngapi? La nyamaza kulia. Jafet nakuuliza wewe, finali itakuwa Simba anakwenda kucheza na Mwarabu wa 4. 4 mara 2 inakuwa ngapi? 8 toa 2 zinabaki ngapi? Maana yake Simba kacheza na Mwarabu mwaka huu kwenye mashindano mara ngapi? Nipe hesabu, kafungwa mara ngapi Simba? Na Mwarabu. Mara 2. Maana yake mara 4 Simba kafanyaje? Kapata matokeo. Simba bingwa sio bingwa, anakutana na Mwarabu. Waambie watu wakusikie. Waambie mashabiki wa sport wakusikie. Jafet, usiogope, geuka kule maiki na kutizama kamera hii. Jafet, waambie. Niwaambieje sasa? Kwenye asilimia hapo ukipiga Simba na asilimia ngapi kwa bingwa? Simba asilimia za ubingwa. Wewe unaipa asilimia ngapi? Jafet, si umekwenda shule? Hivi ndio ngapi? 2. 4 mara 2 ngapi? 8. 8 toa 2.
Sita kakutana na Waarabu mara 6. Simba kapoteza mechi ngapi? Mpaka sasa Simba ana 70% ya kuchukua. Ndio yale ole wao waandishi wa habari na mafarisayo. Wewe unatubazia 70% mechi 6. Hasa Kisugu unataka nikupe 0% ngapi? 9.9.9. Kuna swali la msingi Mikoi Kisugu, naomba nikuulize kwa kutunza muda. Imezungumzwa jana na afisa habari wa Young Africans, Simba Sports katika hatua ambayo imecheza na kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Timu zote zilizocheza na Simba Sports ni timu zilizofeli, kwa maana zote zimekamata nafasi ya 3 ikiwemo Simba yenyewe. Hii unaichukuliaje? Ni sehemu ya kujenga hoja katika kujibu kile ambacho mnakizungumza kwenye mitandao ya kijamii, au ni hoja inatakiwa iheshimiwe? Yaani ukizungumza timu ambazo zilizofeli unamaanisha nini? Au wewe alikuwa anamaanisha nini? Yaani zilizofeli ni kwamba zimeshindwa kwenda kucheza klabu bingwa na zimeshika nafasi ya 3. Kwa maana ya kwamba katika ligi zao, msimamo wa ligi ulipomalizika, walijikuta wakiwa nafasi ya 3. Hivi anajua mashindano ya shiriki bingwa? Au bingwa na alifeli? Bingwa wa shirikisho au bingwa wa shirikisho? Zamalek. Alikuwepo ndio. Akitolewa na Stellenbosch. Kwa hiyo alifeli? Sasa yeye kajenga hoja hapa kwa kundi ambalo lilikuwepo Simba Sports. Brother, ngoja nikwambie. Kuna muda mwingine mwanadamu, kuna msemo unasema, ile nani uchutama unasemaje? Ule msemo mwisho siku unasema kuchutama unasemaje? Uko msemo hivi. Kama ukiadhirika ukikaa chini, hali atulie. Muungwana fanyeje uchutama? Uchutama. Iko neno la Kiswahili msao kidogo. Watatusaidia watu wa lugha hapa. Hayo ndio maisha ambayo hali inatakiwa awe nayo. Akubali ukweli.